Baadhi ya madereva wa magari mkoani Manyara wamesema utaratibu wa serikali kutumia wiki ya nenda kwa usalama kama njia ya kutoa elimu ya usalama barabarani mara moja kwa mwaka sio suluhu ya kumaliza tatizo la ajali barabarani. Wamesema ingekuwa vyema elimu hiyo ikatolewa mara kwa mara, sio kwa madereva wa vyombo vya moto tu, bali kwa watembea kwa miguu pia. Mwanahabari wetu Zakaria Mtigandi ndio mwenye undani wa taarifa hii kwa mchana huu. Wakiongea na Star TV kuhusu wanavyotathmini maadhimisho ya wiki ya nenda kwa usalama yanayofanyika kila mwaka, madereva hao wanasema kwa utaratibu huo bado hauwasaidii inavyotakiwa. Inatakiwa watoe elimu kwa watembea kwa miguu, waendesha pikipiki. Suala la kutopatiwa ajira za kudumu nalo ni changamoto kwa madereva hawa. Na upande wa ajira ilikuwa inapendeza kwamba watu waangaliwe vizuri. Sababu unaweza ukapeleka gari sasa hivi umepaki, unajua asubuhi na mkanalo, kesho unakuta liko na mwingine. Hata hivyo, katika maadhimisho ya wiki ya nenda kwa usalama mwaka huu, ajali za barabarani mkoani Manyara si za kutisha. Takwimu za kipindi cha mwaka huu Januari 2015 hadi Julai 2015, ajali zilizoripotiwa ni 119 na watu 19 walipoteza maisha na watu 100 kujeruhiwa. Hata hivyo, juhudi kubwa zinatakiwa kuongezwa ili kupunguza kama sio kumaliza kabisa kero hii kwa wananchi. Wamiliki wa vyuo vya udereva mkoani Manyara nao wanasema kuna changamoto katika kutoa mafunzo ya fani hiyo hasa kwa vijana. Hawa wanataka muda mdogo sana wa kujifunza kuliko kwenda kuendesha bodaboda, kwa sababu wanasema wanapewa zile pikipiki na matajiri. Kwa hiyo matajiri nao hawachangii kuwawezesha wale madereva waweze kupata mafunzo. Wakishakuwa mshapewa leseni wanakiuka miko. Kwa mfano, umeambia kwamba hapa mahala ni kwamba ni zebra crossing, unatakiwa wewe usimame ukiona mtu yote amesimama pembeni wa barabara, lakini yeye kwa bahati mbaya zaidi anapiga honi. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara.